Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amesema atajitetea mwenyewe katika kesi ya uhaini na mkabili baada ya Mahakama Kuu ya Tanzania kumkuta na kesi ya kujibu. Lissu ameliambia jopo la majaji kuwa atakuwa na shahidi wa kwanza upande wa utetezi kabla ya kuwasilisha mashahidi wengine ambao amesema ataiomba mahakama iwape wito wa kufika kutoa ushahidi. Katika orodha hiyo, Lissu amemtaja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa shahidi wa kwanza ambaye angependa kuitwa mahakamani. Shahidi wa pili aliyetajwa ni Dr. Philip Mpango ambaye kwa mujibu wa Lissu alikuwa katika nafasi ya uongozi wa serikali wakati wa matukio yanayolalamikiwa katika kesi hiyo. Lissu pia amemtaja Kassim Majaliwa ambaye wakati huo wa matukio hayo alikuwa waziri mkuu wa Tanzania kwa shahidi wa tatu. Katika orodha hiyo, Lissu amemtaja pia Inspector General wa Polisi Camillus Wambura, mkuu wa majeshi ya polisi ya Tanzania kwa shahidi wa 4. Shahidi wa 5 ni General John Mkunda, mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Tanzania yaani CDF. Lissu amemtaja pia mkuu wa idara ya usalama ya taifa TISS kwa shahidi wa 6 pamoja na mkurugenzi wa makosa ya jinai, kamishna msaidizi wa polisi Ramadhani Kindai ambaye ametajwa kuwa shahidi wa 7. Orodha hiyo inaendelea na John Mnyika, katibu mkuu wa Chadema, ambaye Lissu amesema ni mtendaji mkuu wa chama na anaweza kutoa shahidi kuhusu mkutano unaohusishwa na kesi hiyo, akieleza kuwa Mnyika ndiye alienda mkutano huo na alikuwepo wakati wa tukio. Shahidi wa 9 aliyetajwa ni Amani Sam Molugwa, naibu katibu mkuu wa Chadema, huku John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, akitajwa pia miongoni mwa mashahidi wa upande wa utetezi. Lissu amemtaja pia Brenda Upia ambaye amesema alihusika katika kuwaalika watu kutoka Jambo TV kwenye mkutano unaohusishwa na shauri hilo. Kwa ujumla, Lissu amesema ataanza utetezi wake akiwa shahidi wa kwanza, kisha ataiomba mahakama kutoa wito kwa mashahidi hao ili waweze kufika na kutoa ushahidi wao. Hatua hii inakuja baada ya Mahakama Kuu kusema kuwa Lissu ana kesi ya kujibu, hatua inayompa fursa ya kuwasilisha utetezi wake dhidi ya ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka.